Jina la Yesu ni jina lenye mamlaka makubwa sana. Likitamkwa, pepo hukimbia, wagonjwa hupokea uponyaji, waliokufa hufufuliwa, bahari inatulia hata kama kuwe kuna dhoruba kiasi gani, na hata kuzimu wakilisikia hilo jina kunatetemeka kwa hofu kubwa. Katika maandiko imeandikwa hivi: kwa maana Mungu alimwadhimisha sana, akamkirimia jina lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 mpaka wa 10. Lakini hivi unafahamu katika roho zote ambazo zinaliogopa jina la Yesu kuwa ipo roho moja tu hapa duniani ambayo hata ukilitamka jina la Yesu kwa sauti kali kiasi gani haitikisiki? Roho ambayo hata Yesu mwenyewe aliwahi kukutana nayo, na tena sio mara moja, na badala yake hakutoa pepo, hakuponya, hakuhangaika nayo, aliamua kuondoka. Hebu sikiliza kwa makini. Roho hii wala sio roho ya giza, sio roho ya uchawi, wala sio pepo la uzinzi wala la ulevi, na hata sio roho ya shetani mwenyewe. Na najua utajiuliza, kati ya hizo roho zote hapo, kwa nini hii roho yenyewe hata ikisikia jina la Yesu haitikisiki? Kwani roho hii ni roho gani? Ndugu yangu, najua hili litakushtua, lakini roho ambayo hata kwa jina la Yesu haitikisiki ni roho ya mwanadamu mwenyewe, roho yako na roho yangu. Sasa usishtuke, subiri twende kwenye maandiko tujue kwa nini inasemekana roho ya binadamu haitikisiki hata kwa jina la Yesu. Roho ya mwanadamu ilipewa heshima kubwa sana na Mungu. Kati ya zawadi ambazo Mungu alimpa mwanadamu na roho yake ni mapenzi, uhuru. Mungu alipomuumba mwanadamu alimpa kitu ambacho hata malaika hawakupata, ni uhuru wa kuchagua. Mwanzo 2:7, na Bwana Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mwanadamu akawa nafsi. Mwanadamu ni kiumbe pekee aliyepewa nafsi huru, self will kwa lugha ya Kimombo, ambayo haifungwi na mamlaka yoyote. Ijapokuwa hii ni zawadi, lakini ni zawadi hatari kuliko kawaida, kiasi cha kwamba unaweza ukaamua hata kuchagua kwenda kinyume na yeye aliyekuumba, na aliyekuumba akayaheshimu maamuzi yako. Katika Injili tunaona mara kwa mara Yesu akikumbana na watu waliomkataa kabisa kumwamini. Walimuona akiyafanya miujiza, walimsikia akiwa akifundisha, waliyashuhudia mamlaka yake na matendo yake, lakini bado wakamkataa. Katika kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 16 mpaka 30, kipande kifupi kinasema hivi: na alipofika Nazareti, mji alikolelewa, aliwafundisha watu katika sinagogi, wakashangaa na kusema, huyu si mwana wa Yosefu? Na badala yake baadaye pia walitaka kumtupa kwenye korongo. Yesu akakataliwa na watu wake yeye mwenyewe, wakamfukuza, na yeye alikwenda zake. Hakumlazimisha mtu wala hakuvunja milango ya watu, badala yake aliondoka. Na hata ilipofika hatua ya wao kumsulubisha, katika kitabu cha Luka sura ya 23 mstari wa 34, maneno yake yaliyojawa uchungu na huruma yanasema hivi: awasamehe, maana hawajui watendalo. Ndiyo, hata msalabani aliheshimu uchaguzi wao, hakulazimisha wao kumwamini. Na ndiyo maana aliwafundisha wanafunzi wake katika kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 14, na mtu akiwa hana mapokezi kwenu, wala hataki kuyasikia maneno yenu, tokeni katika nyumba hiyo au mji huo, kung'uteni vumbi ya miguu yenu. Yesu hubisha mlango kwa upole. Tazama, nasimama mlangoni na bisha. Ufunuo 3:20. Wala hapigi teke mlango, habomoe nyumba, yeye
anabisha akiomba ruhusa ya kuingia ndani. Sasa kwa upande wa pili, shetani anajua na kufahamu kabisa kwamba hawezi kuilazimisha nafsi ya mwanadamu. Badala yake, yeye alibuni njia za kumchanganya mwanadamu kwa vitu vitakavyomwondelea utambuzi wa kweli. Akamletea dini bila nguvu, akamletea baraka zisizo na toba, akamletea kanisa lililojaa watu lakini wamekosa roho. Watu watakuwa wenye sura ya utawa, lakini wakikana nguvu yake. Timotheo wa pili 3:5. Najua utajiuliza, sasa ikiwa kama roho yangu inaweza kwenda kanisani, ikasikia nyimbo na mahubiri na kwa jina la Yesu, na wala isitikisike wala kuogopa, kwa nini? Kwa sababu wewe ndiye mwenye chaguo, na mpaka utakapoamua hakuna hata jina la Yesu litakalokubadilisha kwa nguvu. Hicho ndicho kiini cha upendo wa Mungu, uhuru wako mwenyewe ambao unaweza ukachagua hata kuwa kinyume na aliyekuumba. Na nikukumbushe tu, wewe unachagua, lakini ukichagua kuwa mbali na Mungu wako, jua tu unachagua kuwa karibu na shetani. Na iko sehemu moja ambayo imewekwa maalumu kwa watu ambao wamechagua kwenda kinyume na Mungu. Ndugu yangu, nikukumbushe, kuzimu hakuandaliwa binadamu. Kwenye hilo ziwa la moto wala halikuwa maalumu kwa binadamu, badala yake kwa yule muasi. Lakini ikiwa wewe utachagua kwenda kuzimu ukajiunge na huyo muasi kwenye lile ziwa la moto, Mungu atayaheshimu maamuzi yako. Mwili ni hekalu, Wakorintho wa kwanza 6:19. Na ikiwa hekalu ni tupu, yani hakuna roho wa Mungu ndani yako, basi ni wazi utajazwa na kitu kingine. Pepo mchafu akisha kutoka katika mtu hupita katika mahali pasipo na maji. Mathayo 12:43-45. Na anaporudi, kama atakuta ukiwa tupu, huleta wengine 7 waovu, na hali huwa mbaya zaidi kuliko mwanzo. Na hii ndiyo sababu kuna wachawi wanaimba katika kwaya, kuna watu wanahubiri lakini hawajatubu, na kuna waumini wanaojua maandiko lakini wana roho kavu isiyotikisika, na sababu roho imeamua kuikataa kweli kwa mapenzi yake na uhuru wake yenyewe. We hujiulizi kwa nini unakuta mchungaji Jumapili jioni yuko bize anazini na mtumishi mwenziwe, alafu siku inayofuata yuko madhabahuni akisali na kulia pasina watu kujua kilichoendelea ndani ni nini, lakini Roho Mtakatifu anafahamu kile kilichoendelea. Sasa ndugu yangu, hebu ufanye uamuzi. Usiwe tu roho isiyotikisika kwa jina la Yesu. Usiwe na moyo wenye jiwe usiotikisika hata kwa msalaba. Hebu leo hii, kabla haujaingia kulala, jiulize, ni jina la Yesu linanitetemesha na bado naweza kulia mbele zake, na bado nahisi uovu wangu mbele ya utakatifu wake? Waebrania 3:15 nasema, leo ikiwa mtaisikia sauti yake, msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Ndugu yangu, nikukumbushe, Mungu amempa binadamu zawadi nyingi sana. Ukiachia mbali tu kwamba alimuumba kwa sura na mfano wake yeye mwenyewe, amemjalia nguvu na mambo mengi sana ambayo anaweza akayafanya. Lakini kati ya hayo yote, Mungu alimpa binadamu uhuru wa kuchagua, ikiwa na pamoja kuchagua kumpenda Mungu wake na kumwabudu. Hii ni zawadi nzuri sana, lakini ndugu yangu, nakukumbusha madhara yake na gharama yake usipotumia akili na usipomwomba Roho Mtakatifu akuongoze katika kuzijua zawadi ambazo umepewa, uhuru uliokuwa nao. Kumbuka, una uwezo wa kuchagua kuwa mbali na aliyekuumba, na aliyekuumba akayaheshimu maamuzi yako.